wakati wa kwenda viwango vingine. Huu ndio wakati wa kwenda viwango vya juu. Huu ndio wakati wa kwenda viwango vingine. Huu ndio wakati ya uti wa nini? Mgongo. Na dalili ya kifaduro na dalili ya nini? Dalili ni nini? Ishajua dalili ni nini? Maana yake dalili kwa lugha ya rahisi, viashiria. Amen. Nini? Viashiria. Tunazungumzia viashiria vya uwepo wa tukio fulani au jambo fulani. Kuna dalili ya mvua. Dalili ya nini? Mvua. Dalili ya nini? Mvua. Paka unasema kuna dalili ya mvua. Umejuaje kama kuna dalili ya mvua? Inawezekana jua linawaka vizuri tu, lakini ghafla unasema leo kuna dalili ya nini? Mvua. Umejuaje kama kuna dalili ya mvua? Kuna viashiria ambavyo vimekupa uhakika kwamba kuna kitu yamkini kikatokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaposema dalili ya siku za mwisho na ujio wa Yesu Kristo, unaweza kuongezea pale. Unaweza kuongezea pale. Mambo basi hataki kabisa. Msipokuwa makini na hao watoto. Dalili ya siku za mwisho na ujio wa Yesu Kristo. Andika. Matukio kama hayo yanatuhamisha kabisa mtawewe. Dalili ya siku za mwisho na ujio wa Yesu Kristo. Umeongezea pale mbele. Dalili ya siku za mwisho na ujio wa Yesu Kristo. Yesu alitoa dalili, lakini alikuwa ni mtume wa mwisho kutoa dalili. Baada ya hapo walifuata mitume wengine, walikuwa kama wana reflect tu. Wanafanya kama reflection. Reflection ni kama marudio, mapitio. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu alimaliza. Alitoa dalili akamaliza. Sasa kitheolojia, naomba nikupeleke kitheolojia kidogo. Unabii wa kuja kwa Kristo umetajwa mara 737. Unapoondoka tayari umepoteza. Unabii wa kuja Kristo, nisikize tena. Nisikize tena. Unabii wa kuja Kristo, yani vile viashiria vya kuja Yesu Kristo, vimetajwa mara 737. Viashiria kwamba Yesu atarudi. Sema Yesu atarudi. Yesu atarudi. Sema tena. Yesu atarudi. Na ujio wa Yesu Kristo ndio itakuwa tukio la mwisho. Yaani ndio tukio linalosubiriwa kuliko matukio yote. Hata na matukio yanaendelea. Yaani tukio la ujio wa Yesu Kristo ndio tukio la mwisho linalosubiriwa duniani. Na hili hata shetani mwenyewe analijua. Kuzimu inajua kwamba Yesu atarudi. Kama wewe hujui, lakini kuzimu inajua. Ninatamani ujue na wewe leo. Ninatamani wewe na leo ujue. Kuna mtu amesema hajui. Leo ujue kwamba kuna ujio wa nani? Wa Yesu Kristo. Inawezekana hujui kwa sababu ya mafundisho. Hujapata mafundisho. Siwezi ukalaumiwa, ukahukumiwa. Sema amena. Amen. Pasipo mafundisho watu waangamia. Hosea 4:6 inasemaje? Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kuna maarifa yanaweza kupeleka kuzimu bila kujua, au yakakuokoa. Ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kujifunza ili upate maarifa sahihi. Sema amen. Sema amina. Amen. Sio kila maarifa ni sahihi na yatakusaidia. Sasa ujio wa Yesu Kristo umetajwa mara 737 kwenye Biblia. Umetajwa mara 737 kwenye Biblia. Lakini sikilize. Kati ya viashiria 737 vilivyotajwa kwenye Biblia, viashiria au dalili au unabii 594 umekwisha timia. Twende vizuri. Kuna watu hawajanielewa. Kati ya dalili au unabii uliotolewa kwenye Biblia ambazo ni nabii
737 nabii 594 zimekwisha timia. Yaani viashiria 594 vimekwisha timia. Yaani mpaka sasa hivi tunapoongea viashiria 594 vimefanyaje? Vimetimia, vya dalili za siku za nini? Za mwisho. Hello. Wangapi tuko pamoja? Wangapi tuko pamoja? Viashiria vingapi? 594. Ukichukua 737 ukatoa 594, bado viashiria 143 ambavyo bado havijatimia. Nisikilize, kati ya 737 na 590 ngapi? Na 4 imebaki 130 ngapi? 143. Wale watu wa hesabu wanaweza kanipa hesabu hapo. Unatoa tu, chukua 737 toa 594, unapata 143. Kumbe dalili 143 ndo zimebaki ambazo zinatuthibitishia mwisho wa nini? Wa dunia. Kumbe dalili nyingi zimekwisha pita, zimekamilika, zilizotabiriwa kwamba mtakapoona viashiria hivi mjue ndio siku za mwisho zimekaribia. Maana yake vikiisha hivi viashiria 143 vilivyobaki, tayari Yesu anarudi. Ndio inaitwa siku za nini? Siku ya mwisho. Kwa ujio wa Yesu Kristo ndio unaokamilisha lengo la uumbaji. Sema amen. Sema amen. Mathayo 24. Tuanze na Mathayo. Mathayo 24. Kitabu cha Mathayo 24 kuanzia fungu la kwanza. Tuanze hapa. Inasemaje? Nitasoma kwa msaada wa Kristo. Biblia inasema Mathayo 24 kuanzia fungu la kwanza. Tutasoma mpaka 24 huko. Lakini tuta taratibu tukasiaona baadhi ya dalili. Haleluya. Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Sikiza vizuri, mstari wa 3. Mchungaji wa makini. Mstari wa 3. Wakati unauliza unapoteza pointi zingine za msingi. Unatoka kwenye tension, uwe makini. Mstari wa 3. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha, yani kwa siri pembeni, wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Mweze jirani yako, mambo hayo yatakuwa lini? Mambo hayo yatakuwa lini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiliza, wanamuuliza Yesu awape dalili ya siku za nini? Za mwisho. Sikia. Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Kumbe mwisho wa dunia na kuja kwa Yesu Kristo huwezi kuvitenganisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Mwisho wa dunia na ujio wa Yesu Kristo ni mapacha. Tunasema ni parallel. Ni mambo ambayo yanaenda sambamba, kwa sababu ili siku za mwisho zifike lazima Yesu kwanza vaje out. Haleluya. Japokuwa zitapishana kidogo. Sikiza vizuri, uweze kunielewa. Sio kwamba kuja kwa Yesu tayari tunasema ndio mwisho wa dunia, lakini itakuwa ni dalili ya mwisho ya ujio wa Yesu Kristo, ndio inafuata mwisho wa nini? Wa dunia. Nisikize vizuri. Nisikize vizuri. Kwa nini tunasema ni mwisho wa dunia? Kwa nini? Utaenda kujifunza pale chini. Kwa sisi watakatifu ndio itakuwa mwisho wetu. Kwa sisi watakatifu, yani kanisa lililomwamini Yesu Kristo, atakaporudi Yesu kwa mara ya mwisho, tunasema ujio wa mara ya pili, second coming of Jesus. Ujio wa Yesu wa mara ngapi? Ya pili.
hapa sisi watakatifu ndio itakuwa mwisho wetu wa dunia, kwa sababu atakuja kulinyakua nini? Kanisa. Sasa unyakuzi wa kanisa huwa wanatofasiri tofauti. Atalinyakuaje kanisa? Itakuwaje? Yaani watu wanatafakari sana. Hilo ni somo lingine pana sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amina. Kanisa litanyakuliwa. Kanisa ni nani? Ni mimi na wewe. Sio ile jengo. Hata kama itakuwa na jengo la ghorofa mmejenga, litabaki. Ndio maana Yesu akawaambia halitasalia hapa jiwe nini? Walikuwa wanamuonesha majengo ya hekalu wanafunzi wake. Kianza mstari wa kwanza pale tumeona. Wakamuonesha majengo ya hekalu. Hekalu lilivyopendeza la Suleiman. Alilojenga miaka 40, limejengwa kwa dhahabu, limejengwa kwa mawe mazuri, limepambwa kwa vitambaa vizuri, marumaru, tiles na nini. Lakini akawaambia, mnayaona haya, halitasalia jiwe juu ya nini? Jiwe. Yote yatabomoshwa. Si kitu. Ni takataka hizi. Wakasema itakuwaje? Ndio wakamwendea kwa faragha akiwa kwenye mlima wa Mzeituni. Alipanda kwenye mlima wakamuuliza, Yesu, tuambie dalili za kuja kwako mara ya pili na dalili za siku za mwisho. Kwa sababu aliwaambia, mimi nitaondoka, nitakufa, nitasulubiwa, nitakufa, na nikifa siku ya 3 nitafufuka, na nikifufuka nitapaa kwenda mbinguni. Ndio pale anasema kwenye Yohana 15, ninaenda mbinguni kuandalia nini? Makao, ili mimi nilipo nanyi wepo. Naelewa hiyo sentensi Amen. Anaenda kufanyaje? Kuandaa makao. Maana yake wakati wako wa kwenda bado, anakuandalia yeye kwanza, anatangulia. Ndio maana akaenda mbinguni. Sasa sikiliza, anasema nitarudi tena kuwachukua. Ndio ujio wa second coming of Jesus. Atakuja kutuchukua. Haijalishi uko hai, haijalishi atakuta umekufa, ila lazima arudi kukuchukua. Hawendi mbinguni kwa tiketi ya kufa, hapana. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Anasema hivi, siku ya ujio wa Kristo itakapokuwa, tunaita rapture, unyakuo. Itatokeaje? Atashuka kutoka mawinguni. Ndio maana anasema utakapoiona ishara mawinguni, mwana wa Adamu akija katika utukufu wake. Ameelezea kulinyakua kanisa. Parapanda itapigwa. Parapanda ni nini? Ni wito. Sema wito. Sema wito. Yaani tutaitwa watakatifu, na watakaoisikia ni watakatifu peke yake. Ndio anasema wawili walikuwa wanasaga ngano, mmoja ameachwa, mmoja alifanya Mtwaliwa. Kwa shambani, mmoja ameachwa, Mmoja atwaliwa. mke na mume mnalima. Mmelala kitandani, unashtuka hivi, mke hayupo au mume. Kwa kanisani, labda siku itatokea tu kanisani, unashangaa wamebaki wawili au watatu ndani ya kanisa, wengine wameondoka. Au wawili ndio wamepotea, wameenda mbinguni, wengine hayupo. Lakini parapanda itakapopigwa, ile ishara ya ujio wa Yesu Kristo itaonekana dunia yote. Haijalishi ni usiku, haijalishi itakuwa mchana. Kwanza jua itatiwa giza. Amesema kwenye kitabu cha Mika na Amos, jua litatiwa giza. Dunia yote itataharuki. Nini kimetokea? Nini hiki? Ndio watu watakumbuka, walisema watumishi wa Mungu wa Kristo walihubiri unyakuo kama hivi ninavyohubiri leo. Utakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watakumbuka, hata wanaosikia sauti ambao hawajaokoka watakumbuka. Watasema, Jesus is coming. Ni wakati wa ujio wa Yesu Kristo. Lakini ghafla kufumba na kufumbua, watu watakuwa wametoweka duniani. Watu wametoweka. Sasa wanabaki kwenye ile inaitwa dhiki kuu. Sema dhiki kuu. Sema dhiki kuu. Dhiki kuu. Ambayo ndio vita ya 3
ya dunia ambayo inaandaliwa sasa hivi. Tuko kwenye maandalizi ya sikukuu. Tumesema imebaki dalili 143 Yesu kurudi. Hello. Naomba tusome ile andiko vizuri. Sitaki nieleze tu kwa kinywa, tuende vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo. Hiyo dalili ya kwanza. Hiyo dalili ya nini? Ya kwanza. Manabii wa uongo, andika. Hiyo dalili ya kwanza. Manabii wa uongo. Hatutazitaja zote, lakini baadhi ya dalili utaziona hapa. Akaanza na dalili ya kwanza, akasema mtu asiwadanganye. Angalieni. Kwa sababu katika siku za mwisho lazima Yesu akiondoka watakuja watu wanajiita ni Wakristo, ni Makristo wa uongo. Ndio sema mimi ni Kristo, lakini sio Kristo. Mimi ni Yesu, sio Yesu. Mimi nimeokoka, hajaokoka, ni jina. Mimi ni mtumishi wa Mungu, nafanya miujiza, lakini ulimwengu wa roho sio mtumishi wa Mungu. Huyu ni agent kutoka kuzimu. Lengo anataka kuliangamiza kanisa. Hii ndio dalili ya kwanza aliyosema Yesu. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Akasema kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Watadanganya wengi. Hebu rudia tena, watadanganya wengi. Mstari wa 6. Nanyi mtasikia habari za vita. Hiyo dalili ya 3. Vita. Dalili ya 3. Vita. Dalili ya pili. Dalili ya pili. Vita. Mtasikia dalili ya nini? Mtasikia nini? Tetesi. Vita na matetesi ya vita mahali. Hiyo dalili ya pili. Nimesema dalili 170 na ngapi? Zimeshakamilika. 594 zimekwisha kamilika. Kwa hizo tetesi za vita zilikuja kuonekana. Hata muda mfupi Yesu alipoondoka tu vita zikaanza. Miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Yesu toka aondoke, leo mwaka 2025, 26 sasa. Ameondoka mwaka wa 70. Yaani tunasema 1, 2, 10, 20 mwaka wa 70. Vita ikainuka kati ya taifa la Rumi na kanisa, Rumi ya kale. Wakaanza kulishambulia kanisa. Ndio wakaja kubomoa ule mji mji lile hekalu, mji wa Yerusalemu. Alisema haitasalia jiwe juu ya jiwe. Wakabomoa Yerusalemu, wakaipiga, walikufa watu wengi sana. Aliwaambia mtasikia tetesi za vita. Kwa hiyo vita ni dalili ya ngapi? Ya pili. Tumesikia vita nyingi sana. Baada ya hapo vita nyingi, teknolojia zikaanza kutengenezwa, zikaanza kuongezeka. Tumeona teknolojia nyingi. Ikatokea vita ya kwanza ya dunia ambayo ilipiganwa toka mwaka 1930 na ilikuwa 29 mpaka 33, 1914 mpaka 18. Vita ya kwanza dunia tunaita First World War. Vita ya kwanza ya dunia 1914 mpaka 1918. Mwaka 1933 mpaka 45 ikatokea tena vita nyingine ya pili ambayo haijawahi kutokea tena mpaka leo. Ndio inasubiriwa vita ya 3 ambayo itakuwa ni vita ya teknolojia kuliko vita zote zilizopita. Inakuja vita ya 3 ya dunia. Watu wamesha develop, wamesha advance, vifaa na teknolojia imekuwa. Leo kuna makombora ya kila aina, kuna nuclear. Ndio maana unaona matetesi ya vita yanaendelea. Ukisikia vita ya Ukraine na Urusi, vita ya Israeli Palestina, vita sio ya Iraki na Irani na Israeli, Uturuki sio na wapi. Yote haya ni dalili ya ujio wa Yesu Kristo. Kwa hiyo vita iliyobakia inasubiriwa leo ni vita ya 3 ya dunia. Ndio inaitwa Third World War. Ambayo hii vita itakuwa ni vita ya ajabu sana. Kwa sababu kipindi kile zilipigwa hizo vita kulikuwa na teknolojia bado. Baadhi ya mataifa kama Marekani ndio walikuwa wamevumbua baadhi ya vifaa kama bunduki na nini. Lakini vilikuwa vina uwezo mkubwa. Leo kuna mabomu ya nuclear likipigwa hapa Maso linafunika mji wote wa Maso. Bomu moja tu. Teknolojia.
Kuna baadhi ya vifaa vya kivita leo vinaweza vikatumwa hapa Tanzania vikaja kuishambulia Tanzania kwa nusu saa, nchi nzima ikateketea nusu saa, na havina rubani. Kuna ndege wanaitwa ndege ambao hawana rubani. Ni hatari. Zinaitwa drones. Hizi drones zinatumwa, zinakuja kulipua mabomu, zinalipua, inatembea, inalipua. Nchi nzima zikitumwa drones 50, kuisha. Hata nchi kadogo tu, kuisha. Hautaambulia kitu. Kwa sababu kuna mabomu yakipigwa hapa, linatetea chini, mita kadhaa kwenda chini, maili kadhaa. Likija kufumuka, limemaliza mji wote, linapindua ardhi chini, kichwa juu. Kama ni miti, milima yote ni kusambaza. Halo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ngoja nikwambie, hii ndio vita hatari sana ambayo inasubiriwa. Na ndio vita inaitwa ya dhiki kuu. Dhiki kuu. Kipindi hicho hakuna kuuza wala kununua. Ndio itafika wakati huo sasa. Hakuna kuuza wala kununua bila chapa ya mpinga Kristo. Ufunuo 13 tutaenda kuona. Andika Ufunuo 13. Hakuna kuuza wala kununua bila chapa ya mpinga Kristo. Na hautajua kama ni chapa ya mpinga Kristo kwa sababu utaambiwa bila kupigwa hii chapa au bila kuchukua hii kadi. Sasa hivi zimeandaliwa kadi. Na Tanzania imetangazwa juzi kwamba kuna kadi zinaandaliwa ambazo zitakuwa zinaingizwa kwenye mifumo yote ya NIDA, mifumo ya kifedha ya benki, mifumo ya uraia, taifa zote, taarifa zote za electronic zinawekwa mle. Vyeti vya kuzaliwa, vyeti vya ndoa, takataka zote unaweza kuweka mle. Unatembea na hiyo kadi peke yake. Pesa zote ziko humo. Hamna haja sijui vya simu sivini, na hakuna haja vya kutransfer pesa kutoka benki usikwenda kwenye simu, unatumia kadi. Nchi kama Japani zimeshaanza huo mfumo. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu tumeportrait pale. Hebu kusimama kwanza. Ileta nituone. Sawa. Ndani ya mwezi mmoja, athari ya vita Urusi. Watu wako na mimi kabisa. Ndani ya mwezi mmoja athari ya vita Urusi ilikuja kuonekana hadi Maswa. Sio tu Tanzania, Maswa hapa. Hivyo wanafikiri vita athari yake kubwa ni nini? Kwa sababu moja, vita inapopigana kati ya taifa na taifa, tena mataifa makubwa ambayo yanamiliki miundombinu ya kutosha, yanamiliki rasilimali, yanamiliki malighafi. Sio kwamba anamiliki malighafi. Malighafi nyingi zinamilikiwa Afrika, lakini kule Ulaya zinapelekwa kuhifadhiwa. Hallelujah. Amen. Sikiliza, madini yote, 75% ya madini duniani yako Afrika. 60% ya mafuta duniani yako Afrika. 40% ndio yako nchi zingine, bara zingine. Sasa mataifa kama Urusi, ile vita ilikuwa ya kimkakati. Haikuwa vita tu ya kawaida eti ya ugomvi kati ya taifa na taifa. Hizi vita unazoziona zote ni za kimkakati. Sema mkakati. Sema mkakati. Unajua mkakati wa namna gani? Kuinua mataifa fulani kiuchumi. Masuala ya cross economic development. Mwaka 1929 mpaka 1933 kulitokea kitu kinachoitwa Great Economic Depression. Great Economic Depression. Kulitokea kuyumba kwa kiuchumi duniani. Dunia baada ya vita ya kwanza ya mwaka 1914 mpaka 18. 1929 kukatokea Great Economic Depression mpaka 1933. Vita inaachilia athari kubwa. Ilikuwa ni ya kimkakati ile vita ya Urusi na Ukraine. Kwa nini? Iko hivi, nisikilize. Ile vita Marekani ndio alitengeneza. Hiyo iko wazi.